mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, ngazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, huko mingi tu, na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta cream wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama maxi ni 100, tuko kwenye 85. Tumeshanyooka. Tumebakia 25. Tutakwenda kunyoshana polepole mpaka wote tusimame njia hiyo. Kwa upande wa kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato kwa halmashauri, tayari tumerejesha makusanyo ya mabango yamerudi kwenu halmashauri, lakini pia ya halmashauri za serikali za mitaa zimekurudishiwa ukusanyaji wa kodi ya majengo, nyumba zile mtakusanya wenyewe, lakini pia na mabango. Lakini hapa nataka kutoa indhari moja. Kodi hizi zilikuwa zinakusanywa na serikali za mitaa, zikachukuliwa na serikali kuu. Sasa zilichukuliwa na serikali kuu kutokana na sababu za ubadhirifu na kuto kufanya vizuri. Sasa tumezirejesha kwenu, tunataka zile sababu zilizofanya mpokonywe sasa mziondoshe. Acheni ubadhirifu, na nadhani kwenye ubadhirifu tutaweza kucontrol, kwa sababu sasa ni kukusanya mifumo. Badili ya koko wetu na kudai bango lako le pale lete zinaingia mfukoni, hapana. Sasa aliyeweka bango akalipe kwenye mfumo, fedha ingie moja kwa moja. Kwa hiyo tumewarudishia, na hivi ni vyanzo ambavyo vitaweka ukusanyaji wa mapato kule kwenu. Tumezifanyia kazi, lakini bado kuna changamoto zinahitaji kufanywa kazi zaidi. Sasa niseme, pamoja na mafanikio ya utekelezaji wote ule kupitia ziara zangu mikoani na mrejesho naopata kutoka kwa wananchi kwa kutumia njia mbalimbali, bado zipo changamoto ambazo Mungu akitupa uhai inafaa tushirikiane kuzifanyia kazi kwa juhudi zaidi. Kwa hapa nitagusia changamoto 3 kubwa. Ya kwanza, umakini zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato na matumizi. Amesema waziri hapa kwamba bado hadi leo kuna watu, mbali na mifumo halali iliyowekwa na serikali ya kukusanya fedha kwenye halmashauri yetu au halmashauri zetu, kuna mifumo ya pembeni inaundwa inakusanya fedha hivyo hivyo, na fedha zile badala ya kuingia kwenye mfumo halali na ingia mifumo ya watu binafsi. Waziri na wakurugenzi, na wataka muwe macho kwenye hili, muwe macho kwenye hili, kwa sababu fedha hii itakapokusanywa yote ikaingia kwenye mifumo halali, hizi kelele tunazopiga ndogo ndogo hazitakuwepo. Tutakuwa na fedha ya kutosha ya kufanya shughuli zetu za maendeleo. Lakini tukiachia zikienda mikono mingine, maendeleo yetu yanakwenda kuzorota, na muda wote halmashauri zinadai fedha serikali kuu, wakati fedha iko kule na inaachiwa inapeperuka. Mheshimiwa Waziri, kama mmewabaini hawa watu, tafadhali sana, le jicho lako la huruma hapa hapana. Lakini wengine kama alivyosema wamethubutu kuja na risiti, lugha siku hizi risiti feki, lakini ni risiti za udanganyifu, sio risiti halisi. Huko wanakusanya mapato lakini kwa risiti zisizo halisi. Au kama mwagundua, waziri, hapa sina mswalie mtume, ukishindwa kuwachukulia hatua hawa, takuja kukuita nikuuliza umefanya nini. Ukufanya kitu, mimi nafanya kwa wao na wewe, wao ambao umewasamehe na wewe uliyesamehe. Ndugu zangu, niwapongeze halmashauri, kwa kweli mnapaswa kupongezwa kwa kuongeza ukusanyaji wa mapato. Lakini muono wangu ni kwamba mnaweza mkafanya vizuri zaidi ya hapa mlipofika. Kama kuna fedha bado hazikusanyi, zinakusanywa kwa risiti feki, zinakusanywa kwa mifumo ya pembeni, mkiziba huko na mengineyo, mnaweza mkakusanya vizuri zaidi. Kwa nendeni kajipangeni, tukusanye vizuri zaidi. Aidha, udhibiti
wa udokozi wa matumizi mabaya nao umeendelea kupungua. Hongereni. Sio kuondoka bali kupungua, unaendelea kupungua. Kwenye taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alizokuja kunipa juzi hapa, ameona hakuna matokeo ya kutoa hati mbaya kwa serikali za mitaa, lakini bado ameona kuna vijikasoro ambavyo mtavisikia kesho kutwa atakapokuja kuwasilisha taarifa yake. Kwa niseme bado tumefanya vizuri, hongereni sana, lakini bado tuongeze juhudi ya kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio hayo, tunatakiwa kushughulikia suala la matumizi ya tehama. Na nimefurahi sana nilipopita mabanda ya maonyesho, ndugu yangu yule Kitali alinionyesha mifumo inayotumika ndani ya TAMISEMI. Amenionyesha jinsi TAMISEMI inavyosomana na taasisi nyingine. Amenionyesha jinsi mnavyofuatilia matumizi ya rasilimali sasa hivi. Kwenye mitandao unajua halmashauri gani imepewa kiasi gani, zipi zimekwenda kutumika wapi, zipi zimebaki, nani kalipwa nini. Hilo limenipa faraja sana. Na nataka msimamie mifumo hiyo ili kazi hiyo itendeke kwa uadilifu na fedha za serikali, ile value for money ya miradi tunaoleta huko ionekane. Fedha itumike vile ilivyotarajiwa. Na washukuru sana na wapongeza kwa hili mlilolifanya. Lakini pamoja na vyanzo tulivyo navyo, nitoe rai kwenu kubuni vyanzo vipya. Mbuni vyanzo vipya vya mapato na msimamie ipasavyo makusanyo, hususan maeneo ya majiji na miji midogo ambapo naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Vile vile ni kuombeeni viongozi wa ALAT, swala la matumizi mabaya ya fedha za umma na ulegevu kwenye makusanyo ya mapato, fikishieni, yani vishikieni bango, simamieni. Mmesimamia mengine vizuri kama mwenyekiti ulivyosema, hili nalo linataka kusimamiwa vizuri. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu. Tunatunga sheria katika maeneo yetu, sheria mbalimbali, tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo. Kwa mfano, kuna sheria kwamba mtu anapotaka kujenga, iwe makazi au makazi na biashara au biashara, lazima aende halmashauri apate kibali, apeleke ramani, apeleke anachotaka kufanya, anapewa kibali, na baada ya kupita kwenye bodi sijui za wa engineer na nani anapewa kibali. Lakini kibali kikisha toka, mtu yule anakwenda kujenga anavyotaka yeye. Anageuza kabisa kile kibali, ruhusa aliyopewa kwenye kibali, anajenga kitu kingine kabisa. Lakini halmashauri kuna wanani wanaitwa hawa? Maengineer mnawaita wanani? Wahandisi. Kuna wahandisi, kuna wasimamizi, kuna nani, na kazi yao ni kuzunguka kwenye maeneo yao kuona kama vibali vilivyotolewa vinatekelezwa kama vilivyotoka. Hapana. Kuna majumba yanajengwa ajabu. Mfano mzuri eneo la Kariakoo. Halmashauri kule, iwe ya jiji la Dar es Salaam au halmashauri nyingine, wanatoa vibali. Mtu akisha kukipata kibali anakwenda kujenga nyumba aliyopewa kibali, lakini na rumbesa juu. Rumbesa zimeacha sasa kuwa za mazao ya kilimo, zinakwenda kwenye ujenzi. Unaona kabisa nyumba imejengwa lakini ina kishubaka kimeongezwa juu. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukasimamieni sheria zetu. Wakati mwingine sheria zinavunjwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe watunga sheria. Unaingia kwenye biashara, unaingia kwenye ujenzi, wewe mwenyewe unavunja sheria mlizozitunga. Hili twendeni tukalisimamie kwa dhati kabisa na tulifanyie kazi.